الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 27 ya mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 Miladia. يقول العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد، يقول: فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها. واجب kwa mtu ni kuchukia mambo ambayo Mola wake anayachukia, minas sayiat, katika mambo maovu, wa adamu mahabbatiha, na kutoyapenda mambo hayo maovu, wa nufratu minha, na kuyachukia mambo hayo maovu, walijtihadu fi kaffi nafsi anha, na kujitahidi kuizuia nafsi na kufanya mambo hayo, wa atarraha ala mahabbillahi, kuilazimisha nafsi kupenda anayoyapenda Allah, wa alla yasdura anha shay'un yakrahu Allahu azza wa jalla, kilichotokana na yeye mtu kitu chochote ambacho anakichukia Allah azza wa jalla. Fa in ghalabathu nafsuhu bijahliha wa shararatiha, nafsi yake ikimghilibu kwa ujinga wake na kwa uovu wa nafsi hiyo, fasadara anhu shay'un min dhalika almakruh, kikatokana na yeye kitu katika hayo mambo ambayo yanachukiwa na Allah, faliyubadir ila dawai dhalika, afanye haraka dawa ya hilo, waliyatadarakuhu bimahabbillahi azza wa jalla wa mardatihi, alidiriki jambo hilo kwa kufanya mambo anayoyapenda Allah azza wa jalla na kuyaridhia, minat tauba, ambao ni toba, walinaba, na kurudia kwa Allah, kurejea kwake, walistighfar, walidhikar, wa adamul israri, na kutoendelea kufanya madhambi yale ambayo tayari ametubia. Fa inna Allah ta'ala qad arshada dhalika, kwani Allah mtukufu ameelekeza hayo, wa athna ala man ittasafa bihi, na akawasifu waliosifika na jambo hilo la kurudi kwa Allah na kutubia kwake na kutoendelea na madhambi yale ambayo tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshamsamehe. Qala Allahu azza wa jalla: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka kupata msamaha wa Mola wenu, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wenye kumcha Allah, alladhina yunfiquna fis sarai wal dharra, wale wanaotoa katika wakati wa shida na wakati wa raha, walkadhimina alghaidh, na wale wenye kuzuia hasira zao, walafina anin nas, na wenye kuwasamehe watu, wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Walladhina idha fa'alu fahisha, na ambao wakifanya jambo ovu chafu, au dhalamu anfusahum, au wakizidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasiya, dhakarullaha, umkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, hutaka msamaha kwa madhambi yao. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Walam yusirru ala ma faalu, na wasiendelee baada ya kutaka maghfira kwa Allah
wasiendelee kwa madhambi yale waliofanya wakarudia tena, wahum ya'lamun, na hali wao wanajua. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, hao malipo yao ni msamaha kutoka kwa Mola wao. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, na mabustani ambayo hupita mbele yake mito ya maji, hali ya kukaa milele humo. Wa ni'ma ajrul amilin, bora ya malipo ya wenye kufanya amali njema ni hayo. Wa ghairu dhalika min al-ayat, na nyinginezo katika aya zinazofahamisha malipo ya wenye kutubia kwa Allah. Wa fil hadith yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam law lam tudhnibu la ata Allahu biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna fayughfaru lahum. Lau hamjafanya madhambi, lau hamtafanya madhambi, Allah angewaleta watu wengine wanaofanya madhambi kisha wakamtaka msamaha Allah na Allah akawasamehe. Lau lam tudhnibu la ata Allahu biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna fayughfaru lahum. Kwa mtu akifanya madhambi, haraka haraka atubie madhambi yale, atake msamaha kwa Allah azza wa jalla, au kama qala fa in tarattaba ala fi'li as-sayyi'ati min fa'iliha hadhihi al-umuru al-mahbuba, yakipatikana kwa kutenda jambo ovu kwa yule mfanyaji, yakipatikana mambo haya yanayopendwa na Allah azza wa jalla, ya kumtaka msamaha na kutubia kwake, fadhalika ghayatu maslahati al-abdi wa sa'adatuha wa falahuhu, hiyo ndiyo mwisho wa maslahi ya mtu na ndiyo furaha yake na kufaulu kwake. Ikiwa akifanya madhambi, haraka haraka anamtaka msamaha Allah na kutubia kwake, hayo ndiyo maslaha ya mja na ndiyo furaha yake na kufaulu kwake. Wa illam yaqa minhu dhalik fali khabathi nafsihi wa adami salahiyatiha lilmala'il a'la wa mujawarati almaula wallahu a'lam bilmuhtadin. Lisipotokea hayo kwake, hayo ya kutubia na kutaka msamaha kwa Allah, yasipotokea kwa mtu hayo, fali khabathi nafsihi, ni kwa ajili ya ubaya wa nafsi yake, wa adamu salahiyatiha lilmala'il a'la, na kutofaa nafsi hiyo kwa kundi la juu malaika, wa mujawarati almaula, na kuwa jirani na Allah subhanahu wa ta'ala, hao ambao nafsi zao ni ngumu, hawawezi kumtaka msamaha Allah azza wa jalla kwa madhambi yao. Wallahu a'lam bilmuhtadin, na Allah wanawajua wenye kuongoka. Wa hinaidhin yatarattabu alaiha faraidhullahi azza wa jalla ala awliyaihi almu'minin, na hapo ndipo yatapatikana faradhi za Allah azza wa jalla kwa mawali wake, wapenzi wake waumini, min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla, ambao ni kuulinganizi kwa Allah azza wa jalla, allati hiya min wadhaifi rusuli alayhimus salatu wassalam, ambapo ndiyo kazi za mitume. Hiyo ulinganizi kwa Allah ndiyo kazi za mitume alayhimus salam. Wal amru bil ma'ruf, na kuamrisha mema, wan nahyu anil munkar, na kukataza munkar, alladhi huwa min a'dhami faraidhillahi ta'ala, ambao ni katika faradhi kubwa za Allah azza wa jalla alizowalazimisha watu waamrishane mema na kukatazana maovu. Kama mtu anafanya madhambi halafu hamtaki msamaha Allah, huyo ni mtu mwovu sana huyo, kwamba umewekewa tauba na istighfar, pia unashindwa kumwomba msamaha Allah na kutubia kwake, unaendelea na madhambi hayo ambayo umekataa kutubia. Wataka nini tena kwa Allah baada ya kusamehe wewe? Baada ya kukuelekeza kwamba ufanye tauba, ukitaka msamaha Allah atakusamehe,
wewe bado humtaki msamaha, waendelea tu na madhambi yako, itakuwa huo ni uovu mkubwa sasa wa nafsi ya mtu huyo. Huyo ndio qasil qalb, moyo wake mgumu. Kwa hiyo hapo, ikiwa kutatokea hayo, ndipo itakapopatikana faradhi za Allah azza wa jalla kwa wapenzi wake waumini wa ulinganizi, wafanye da'wa ili kuwakumbusha watu kama hao wanaokataa hata kutaka msamaha kwa Allah, pia hawamuombi msamaha, hawataki kutubia, wanaendelea na madhambi yao. min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla allati hiya min wadhaifi ar-rusuli alayhimus salam, ulinganizi kwa Allah azza wa jalla, ambapo huo ulinganizi huo ndio ni katika kazi za mitume alayhimus salam, na kuamrisha mema na kukataza maovu. Alladhi huwa min a'dhami faraidillahi ta'ala wal jihadi fi sabili, ni katika faradhi kubwa za Allah azza wa jalla na jihad fi sabili, katika njia yake. Alladhi huwa dhirwatu sinamil islam, jihadi ambayo ndiyo kilele cha nundu ya Uislamu. Wa alayhi yatarattabu li awliyaihi alfathu au shahada, na kwa hilo itapatikana kwa wale wapenzi wake waumini ufunguzi wa miji ya Kiislamu au kupata shahada, kuuawa mashahidi. Wayakfika fi fadli dhalik qaulullahi azza wa jalla, inakutosha katika fadla hayo ya kufanya da'wa kauli ya Allah azza wa jalla, yani kufanya da'wa na kupigana jihadi fi sabili, katika kuitetea dini yake. Ndipo itapatikana kauli ya Allah azza wa jalla, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an waman awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawzu al-'azim. Allah amenunua kwa waumini, amezinunua nafsi zao na mali zao kwamba wao wana pepo. Yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana katika kuitetea dini ya Allah. Fayaktuluna wa yuktalun, wanaua na wao wanauawa. Wa'dan alayhi haqqan, hii ni ahadi kwa Allah, ahadi ya haki katika Taurat na Injil na Qur'an. Waman awfa bi'ahdihi min Allah, nani mtekelezaji sana wa ahadi yake kuliko Allah? Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bihi, furahini kwa ahadi yenu ile mliompa. Wadhalika huwa alfawzu alazim, na huko ndiko kufuzu kukubwa. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الشيخ: ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل. لو tukitaja nususu zilizo katika mlango huu, aya na hadithi, mlango huu ungekuwa mrefu. Wa nahnu nastaghfirullah alazim min alkhawd fi hadha albab wa lasna min arrasikhina fi alilmi. Asema al-allama Hafidh Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala, sisi tunamuomba maghfira Allah mtukufu kuingilia katika mlango huu, na sisi si wale wenye kuthubutu katika ilmu. Wasayati insha Allah mazidu bahthin fi hadha fi babi al-imani bil qadar, takuja ziada ya kupekua katika mlango huu, katika mlango wal imani bil qadar. Wa hunaka nadhkuru maratibahu wa madhahiba man khalafa fihi ahla sunnati wal jamaa. Sema huko tutajaja daraja za qadar na madhehebu ya waliokhalif katika jambo la qadar, waliokhalif ahlu sunna wal jamaa insha Allah taala
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إثبات البصر والسمع لله عز وجل، kuthibitisha kuona na kusikia kwa Allah azza wa jalla. قال العلامة رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. yeye Allah ndiye anayeona vile vidudu vidogo vinavyotambaa katika giza. wa huwa alladhi yara dabiba dharri fi dhulumat fawqa sammi sakhri. Yeye Allah ndiye anayeona vidudu vidogo vinavyotambaa katika giza, fawqa sammi sakhri, juu ya jiwe. Pia anaona kitudu kidogo kinachotambaa kilicho juu ya jiwe, Allah subhanahu wa ta'ala anakiona. wasami'un liljahri walikhfati bisam'ihi alwasi' lilaswati, na ni mwenye kusikia maneno yani sauti zinazotoka kwa nguvu na sauti za siri kwa usikizi wake uliompana unaosikia sauti zote. قال في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات. katika beti hizi mbili kuna uthibitisho wa kuona kwa Allah azza wa jalla, kuona kwenye kuzungukia vitu vyote vinavyoonekana. Bijami'il mubsarat, vitu vyote vinavyoonekana Allah subhanahu wa ta'ala anaviona. Kadhalik wa ithbatu as-sam'i lahu al-muhitu bijami'il masmu'at, kuthibitisha kusikia kwa Allah, kusikia kunakozungukia vitu vyote vinavyosikiwa. wa hatani sifatani min sifati dhatihi ta'ala, hizi sifa mbili za kuona na kusikia ni katika sifa za dhati yake Allah tabaraka wa taala. wa huma mutadhamminun ismaihi as-sami' al-basir, sifa hizi zinakusanya majina yake mawili, mwenye kusikia, mwenye kuona. Katika majina ya Allah as-sami' al-basir, mwenye kusikia, mwenye kuona, na ni sifa za Allah pia, ni majina na sifa, ni majina mawili na pia ni sifa mbili za Allah katika sifa za dhati yake. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah anawaamrisha nyinyi mtekeleze amana, mzirejeshe kwa wenyewe, mzirejeshe amana kwa wenyewe. wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adli, mkihukumu baina ya watu muhukumu kwa uadilifu bila ya dhulma. inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Allah ni bora ya kuwapa waadhi nyinyi. inna Allaha kana sami'an basira, Allah ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Waqala ta'ala: laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kusikia kwake si kama kusikia kwa viumbe vyake, kuona kwake si kama kuona kwa viumbe vyake. وقال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Hawa ni kwamba Allah anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku, na kwamba yeye Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. Sema Allah ndiye anayejua zaidi walivyokaa hawa ashabul kahfi katika lile pango. Lahu ghaibu samawati wal ardi, ni yake yeye siri za mbinguni na ardhi anazijua. Absir bihi wa asmi, ni kuona kulikoje kwa Allah na kusikia kulikoje kwa Allah.
قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح هي أبصر به وأسمع. Ibn Jarir Tabari anasema hiyo ni katika maana ya kuzidisha katika kumsifu. Kaannahu qila ma absarahu wa asma'ahu, ni kuona kulikoje kwa Allah na kusikia kulikoje kwa Allah. Hii ni ziada almubalagha fil madhi wathana. Vitu vyote vinavyoonekana anaviona, vitu vyote vinavyosikiliwa anavisikia. Absir bihi wa asma. Wa ta'wilu al-kalami ma absara Allah likulli mawjudin wa asma'ahu likulli masmu'in la yakhfa alayhi min dhalika shay. Allah subhanahu wa ta'ala anakiona kila alichokiumba, kila kinachoonekana anakiona, na kusikia kila kinachosikiwa. La yakhfa alayhi min dhalika shay, halijifichi lolote katika hivyo. ثم روى عن قتادة في قوله تعالى أبصر به وأسمع قال فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. Hakuna yoyote ambaye anaona sana kuliko Allah, na hakuna yoyote anayesikia sana kuliko Allah. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا. Kwamba yeye Allah anaona amali zao na anasikia vitendo vyao vyote, anasikia wanaoyasema, anasikia wanaoyafanya. Innahu kana sami'an basira. وقال البغوي رحمه الله تعالى أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع. akifasiri أبصر به وأسمع. قال ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع. ni kusikia, ni kuona kulikoje kwa Allah, kuona kila kilichopo na kusikia kila kinachosikia. Ailaya kila kinachosikiliwa, aila yaghibu an sam'ihi wa basarihi shay, hakuna kitu chochote kitakachokuwa mbali na kusikia kwake na kuona kwake. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. mimi niko pamoja na nyinyi, nasikia na ninaona. Nendeni tu kwa Firauna, innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na nyinyi, nasikia na naona. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه لست بغافل عنكما فلا تهتما. ابن عباس akifasiri innani ma'akuma asma'u wa ara, yani nasikia dua zenu, faujibu, najibu dua zenu, wa ara ma yuradu bikuma, naona yatakayokusudiwa kwenu, fa amnauhu, na yazuia. Kama kuna maovu yanakusudiwa kwenu, mimi nayaona na kuyazuia. Lastu bighafilin ankuma, sija ghafilika na nyinyi. Fala tahtamma, msishughulike, msihuzunike. وقال تعالى لهما في موضع آخر كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. nendeni na alama zetu hizi tulizowapa sisi, tuko pamoja na nyinyi, ni wenye kuwasikia. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. au wanadhania kwamba sisi hatusikii siri zao na minong'ono yao. Kwa nini tunasikia? wa rusuluna ladaihim yaktubun, na mitume wetu, wajumbe wetu wanaandika hayo wanaoyasema na kuyafanya. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. waambie fanyeni amal, Allah ataziona amali zenu na mtume wake na waumini. وقال تعالى alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajui kwamba Allah anaona? وقال تعالى
alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul alim, Allah ambaye anakuona unaposimama na kujigeuza kwako, pamoja na wenye kuswali, wenye kusujudu pia anaona. Yeye ni mwenye kusikia, yeye ni mjuzi. Waqala ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu. Allah amesikia maneno ya wanaosema kwamba Allah ni fakiri, hatoi. Nimewasikia wanaosema kwamba Allah ni fakiri na sisi ni matajiri. Sanaktubu ma qalu, tunayaandika hayo wanaoyasema na kwenda kuwalipa kwa maneno hayo machafu. Waqala ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Allah amesikia maneno ya yule mwanamke anayekujadili kwa mume wake na anakushtakia kwa Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Allah anasikia majadiliano yenu. Inna Allaha sami'un basir, Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Yule Khawla, mama Khawla alivyokwenda kwa Mtume sallam, akamwambia mume wangu amenifanyia dhihari, amenambia wewe ni kama mgongo wa mama yangu, kwa huyu amefanya dhihari, muadhibu huyu Mtume. Mtume akamwambia ile itawezekana kweli? Huyu ni ibni ami yako, huyu ni mume wako na ibni ami yako, kweli atakwambia maneno hayo? Huyu mama anamwambia Mtume na kumshtakia mume aliyemwambia maneno hayo, anti alayya kadhahri ummi. Dhihari hiyo ni maneno machafu, mume kumwambia mke wake hivyo, kumfananisha na mama yake ni haramu. Ni haramu mume kumwambia mke wake, wewe ni kama mama yangu, wewe ni kama dadangu. Yani unamharamisha sasa, unafanya ni haramu kumuingilia kama mamako, kama dadako, ni haramu kumuingilia. Kwa mtu akisema hivyo, adhabu yake ni kwamba hawezi kumjamii tena mpaka alipe makafara yaliyopangiliwa katika hiyo dhihari. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, na mhimidi Allah ambaye usikizi wake umekundukia sauti zote, anasikia sauti zote Allah azza wa jalla. Laqad ja'at almujadilatu ila an-nabii sallam tukallimuhu, alikuja huyu mwanamke mwenye kumjadili Mtume sallam, anamwambia Mtume, wa ana fi nahiyati almasbaiti, mimi ni katika pembe za nyumba yangu, ma asma'u ma taqulu, sisikii anavyosema huyu mama. Faanzala Allahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah akateremsha aya hii, mimi sisikii na niko karibu pale, namuona tu akizungumza na Mtume, sisikii maneno yake. Allah yuko min fawqi sab'i samawat, juu ya arshi yake, anamsikia yule mama. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah anasikia majadiliano yenu. Inna Allaha sami'un basir, Allah ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Rawahu al-Bukhari fi kitab at-tawhid ta'liqan wa akhrajahu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim. Wa fi riwayatin lahu anha radiyallahu anha annaha qalat tabaraka alladhi aw'a sam'uhu kulla shay'in, ametukuka Allah ambaye usikizi wake umeenea kila kitu na unasikia kila kitu. Inni la asma'u kalama Khawla binti Thalaba wa yakhfa alayya ba'dhuhu, mimi nasikia maneno ya huyu Khawla binti Thalaba, na baadhi ya maneno hayo siyasikii, yanajificha kwangu. Wa hiya tashtaki zawjaha
ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huyu mama Khawla anamshtaki mume wake kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya taqulu ya rasulallah akala mali wa afna shababi wa nathartu lahu batni hatta idha kaburat sinni wa inqata'a waladi dhahara minni. Huyu mama anamwambia mtume, huyu ameshakula mali yangu, ujana wangu ameshaumaliza, nimemkunjulia tumbo langu. Tuelewa maneno haya hatta idha kaburat sinni, mpaka nilipokuwa mtu mzima sasa, wanqata'a waladi, wakatika watoto wangu sizai tena, dhahara minni, ananifanyia dhihari. Allahumma inni ashku ilaika, Mola wangu mimi nakushtakia kwako. Qalat fama barihtu hatta nazala Jibrilu bihadhihi alaya, au fama barihat, hakuondoka yule mama mpaka aliposhuka Jibril na aya hii, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Qalat wa zawjuha Aus ibn Samit, mumewe ni Aus ibn Samit. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وذكر خبر عائشة هذا معلقا، akataja hadithi hii ya mama Aisha muallikan, hali ya kuifanyia kuipokea kwa muallaq. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. Asema Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tulikuwa na Mtume sallam safarini, tukawa tukienda juu tunaleta takbir Allahu akbar, faqala arbi'u ala anfusikum, tunainua sauti zetu kwa takbiri hiyo. Mtume akamwambia arbi'u ala anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenu, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, nyinyi hamumuombi kiziwi wala hamuombi aliye mbali, tad'una sami'an basiran qariba, mnamuomba mwenye kusikia, mwenye kuona, aliye karibu. Kwa hiyo hakuna haja kuinua sauti, sababu mnamuomba mwenye kusikia, mwenye kuona, aliye karibu. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, wakikuulizia waja wangu waambie mimi niko karibu. Hakuna haja ya kuinua sauti kwa kumwomba Allah, mimi niko karibu, nasikia tu. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله, kisha akanifuata na hali mimi nasema katika nafsi yangu la haula wala quwwata illa billah. Faqala sallallahu alayhi wasallam ya Abdullah ibn Qais qul la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna, sema dhikri hii la haula wala quwwata illa billah, kwani hiyo ni akiba katika akiba za peponi. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Jibril alayhi salam nadani qala inna Allaha qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu alayka, Allah anasikia maneno ya jamaa zako na yale wanavyokurudishia, yale wanavyokurudi na kurudishia pia anasikia maneno yao. وروي في باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون, mlivyokuwa mnastiri
kushuhudia masikio yenu, kwamba masikio yenu nyinyi yatakushuhudilieni siku ya Kiyama, macho yenu, ngozi zenu. Lakini nyinyi mmedhania kwamba Allah hajui mengi katika mnaoyafanya. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala ijtama inda albayti thaqafiyani wa qurashiyun au qurashiyani, walikusanyika katika Al-Kaaba thaqafiyani, watu wawili wa kabila la Thaqif na mmoja katika Makuraish au Makuraishi wawili. Wa thaqafiyun kathiratu shahmi butunuhum qalilatul fahmi qulubuhum. Huyu Thaqafi kabila la Thaqif, kathiratu shahmi ni mwenye mafuta mengi, butunuhum qalilatul fahmi, matumbo yao ni machache ya kufahamu, nyoyo zao. Faqala ahaduhum atarawna anna Allah yasma'u ma naqul, mmoja wao akasema, hivi nyinyi mnaona kwamba Allah anasikia haya tunayoyasema? Qala al-akhar yasma'u in jaharna wala yasma'u in akhfayna. Mmoja wao katika hawa wa kabila la Thaqif, mmoja wao akasema anasikia tukisema kwa nguvu, lakini tukisema kwa siri hasikii. Waqala al-akhar in kana yasma'u idha jaharna fa innahu yasma'u idha akhfayna, ikiwa anasikia tukisema kwa nguvu, pia anasikia tukisema kidogo kwa siri. Faanzala Allahu ta'ala wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. Nilimuona mtume wa Allah akiweka kidole chake gumba juu ya sikio lake na kile kinachofuatia juu ya jicho lake. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu raaitu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqra'uha wa yadha'u isba'aihi, nilimuona mtume akiisoma aya hiyo na kuweka vidole vyake. Qala Ibn Yusufa qala al-Muqri yani inna Allaha sami'un basir, mtume akiashiria kwamba Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kidole kibumba anakiweka kwenye sikio na kidole hiki anakiweka kwenye kuthibitisha kwamba Allah anasikia na anaona. Sawa, ndio raaitu Rasulullah sallam yaqrauha wa yadhau isba'aihi, akiweka vidole vyake gumba, kidole gumba kwenye masikio yake, kwenye sikio lake, na kidole hiki kinachofuatia kwenye jicho lake, kuthibitisha kwamba Allah anasikia na anaona. Qala Abu Yunus qala al-Muqri yani inna Allaha sami'un basir, yani anna Allaha anna lillahi sam'an wa basara, kwamba Allah anakusikia na kuona. Qala Abu Daud rahimahullahu ta'ala wa hadha raddun ala al-Jahmiyya, hii ni kuwarudi Jahmiyya wanaokataa sifa hizi zote za Allah, wanazikataa. Jahmiyya, ashabu Jahm Safwan, wanakataa sifa zote hizi za Allah, wanazikataa. Kwa hii ni raddun alayhim, inna Allaha sami'un basir, raddun ala al-Jahmiyya. Intaha kalamu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.